anasema hafidhahullah ta'ala, ba'dhu an-nisa'i, baadhi ya wanawake, yaakhudhuha al-haya'u, inamchukua yeye haya. Yaakhudhuha al-haya'u, inamchukua haya, kwa maana ya kwamba anaona haya. Fatasumu wa hiya haidun, kisha anafunga na hali ya kuwa yeye yupo katika hedhi, hali ya kuwa yeye ni mwenye hedhi. Kinachomfanya afunge ni kule kuona haya, kwamba watu watanionaje, watanichukuliaje, naonekana ni mtu mwenye dini, sasa itakuwaje nionekane mbele za watu na kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo anaona haya, anaamua kufunga na hali ya kuwa yeye ni mwenye hedhi. Famal hukmu fi dhalik, ni ipi hukmu katika hilo? Aljawab, yaqulu hafidhahullah ta'ala, alhaidhu la yajuzu laha an tusalliya au an tasuma athnaa muddati alhaid. Mwenye hedhi, mwanamke mwenye hedhi, alhaidhu, mwanamke mwenye hedhi, la yajuzu laha, haifai kwake yeye, an tusalliya, uswali, au tasuma, au kufunga, athnaa muddati alhaid, katikati ya muda wa hedhi, au wakati wa muda wa hedhi. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, alaysa idha hadat, hivi haikuwa pindi atakapopata hedhi mwanamke, lam tusalli wa lam tasum, asali na wala hafungi. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, haikuwa pindi atakapopata hedhi hasali na hafungi. Qala fadhalika nuqsanu diniha, Mtume akasema huo ni upungufu wa dini yake, huo ni upungufu wa dini yake. Pale Mtume aliposema wanawake ni naqisatu aqlin wa dini, wana mapungufu ya kiakili na mapungufu ya kidini. Wakaulizwa ni namna gani wanakuwa na mapungufu ya kiakili na namna gani wanakuwa na mapungufu katika dini. Ala, Mtume akasema hivi, haukuwa ushahidi wa wanawake wawili ni sawa sawa na ushahidi wa mwanaume mmoja? Yani tutakapohitajia shahidi katika sharia ya Uislamu, mwanaume mmoja hulingana sawa na wanawake wawili. Akija mwanamke mmoja ni nusu ya ushahidi, mpaka wewe wawili ndio ushahidi unakamilika, kama vile ambavyo atakapokuja mwanaume mmoja. Mtume akasema fadhalika nuqsanu aqliha, huo ni upungufu wa akili yake. Kisha akasema alaysa idha hadat, hivi haikuwa pindi atakapopata hedhi, lam tusalli wa lam tasum, asali na wala hafungi. Fadhalika nuqsanu diniha, huo ni upungufu wa dini yake. Kwa hivyo upungufu wa dini kwa mwanamke upo katika kuto kutekeleza swala na kuto kutekeleza saumu pale anapokuwa katika hedhi, na upungufu wa akili kwa mwanamke upo katika ushahidi na sio katika mambo yote kama wanavyodhani baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu basi imekuwa ndio jambo la kuwashambulia wake zao, kama ninyi hata Mtume kashasema ni wapungufu wa akili, hamna akili ninyi. Mtume kazungumzia katika masala ya ashahada, ushahidi. Utakapohitajika kutolea ushahidi na mwanamke, basi wanahitajika mashahidi wawili, tofauti na mwanaume. Mwanaume mmoja hutosheleza, lakini mwanamke mmoja ushahidi wake hautoshelezi. Kisha akasema hafidhahullah, walwajibu alaiha at-taubatu, na wajibu juu yake huyu mwanamke ambaye sama fi nahari ramadhana, amefunga katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, wa hiya haidhun,
na hali ya kuwa yeye ni mwenye hedhi, jambo la wajibu juu yake ni at-taubatu, ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walistighfaru, na kuomba msamaha min hadha al-khata, kutokana na kosa hili alilolifanya ni kosa. Jambo la yeye kufunga katika mchana wa mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa yumo ndani ya hedhi, amefanya kosa, amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo juu yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kosa hili, na muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna alaiha, kama ilivyo hakika ni juu yake yeye. Kama anna alaiha insamat wa hiya haidun, kama ilivyo ikiwa yeye atafunga na hali ya kuwa ni mwenye kupata hedhi. An taqdiya tilka al-ayyam, ni juu yake an taqdiya tilka al-ayyam, ayalipe hayo masiku. Kama anna alaiha, kama hakika ni juu yake, insamat, ikiwa atafunga, wa hiya haidun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye hedhi, ni juu yake nini? An taqdiya tilka al-ayyam, kuyalipa hayo masiku ambayo yeye amekula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya kuipata ada yake. Sawaun kana dhalika fi ramadhanin wahidin, sawa litakuwa hilo katika Ramadhani moja, au iddati ramadanat, au Ramadhani nyingi, au iddati ramadanat, au Ramadhani nyingi. Wala yujzi'uha as-sawm, na wala haimtoshelezi yeye funga athnaa fatrati al-haidh, katikati ya kipindi cha hedhi. Yani yeye ikiwa atajizuia katikati ya kipindi cha hedhi na kula na kunywa na vinginevyo vyenye kufunguza kwa kudai ya kwamba amefunga, hiyo saumu yake haitomtosheleza yeye kwamba asije kufunga katika masiku mengine, bali kutamlazimu yeye kuja kufunga katika masiku mengine, kwa sababu alikuwa katika hedhi na ni haramu kwake yeye kufunga. Ndio ibara hii amesema kama anna alaiha, kama ilivyo hakika ni juu yake yeye, insamat, ikiwa atafunga pamoja na kwamba ni mwenye hedhi, wa hiya haidhun, ni juu yake an taqdiya tilka al-ayyama, ayalipe hayo masiku ambayo yeye amefunga akiwa ni mwenye hedhi. Sawaun kana dhalika fi ramadhanin wahidin, sawa litakuwa hilo fi ramadhana wahidin, katika Ramadhani moja, au iddati ramadanat, au itakuwa ni katika Ramadhani nyingi. Wala yujzi'uha as-sawmu, na wala haimtoshelezi yeye funga athnaa fatrati al-haidh, katikati ya kipindi cha hedhi. Ameeleweka vizuri ikhwan? Swali nambari 40, يقول حفظه الله تعالى: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح له الإفطار؟ أنا سمع حفظه الله تعالى: إذا طهرت المرأة، إن يتكب طهريك منامك، من الحيض، كتوكانا حيض، أو النفاس، أو كتوكانا نفاس، في نهار رمضان، katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Labda mathalan ametaharika saa 7 mchana au saa 8 mchana, ima kataharika kutokana na hedhi au ametaharika kutokana na nifasi. Fahal tumsiku anil muftirati, je atajizuia kutokana na vifunguzi baqiyat al-yawmi, baki ya siku, manake kuanzia saa 8 hiyo mpaka saa 12 jioni au saa 1 jua kuzama. Am yubahu laha al-iftaru, ama kuna halalika kwake yeye kula tangu asubuhi alikuwa yupo katika hedhi, lakini kufika majira ya saa 8 mchana hedhi yake ikakatika, manake akapata tahara. Au alikuwa katika nifasi, kufika saa 8 mchana akataharika. Je, kuanzia huo muda wa saa 8 mpaka kumalizika jioni kuzama kwa jua, utamlazimu yeye kuendelea kujizuia au kujizuia na vile vyenye kufunguza, ama kutahalalika kwake yeye kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani? Aljawab: idha tahuratil mar'atu ba'da tulu'i al-fajr, pindi atakapotaharika mwanamke baada ya kuchomoza alfajiri,
baada tulu'i alfajiri, baada ya kuchomoza alfajiri. Na hapa anakusudia alfajru thani, ile alfajiri ya pili. Fa innahu, hakika yake huyo mwanamke, la yalzamuha an tumsika baqiyata dhalika alyawmi, hakumlazimu yeye kujizuia baki ya siku hiyo. La yalzamuha, hakumlazimu yeye huyo mwanamke, an tumsika baqiyata dhalika alyawmi, kujizuia baki ya siku hiyo. Ikiwa atataharika baada tulu'i alfajri thani, baada ya kuchomoza alfajiri ya pili, labda saa 1 mathalan au saa 2 ndio ametaharika, au kama tulivyosema saa 8 mchana na mfano wake. Ikiwa atataharika kwa muda huo, fa innahu la yalzamuha, hakika yake hakumlazimu yeye, an tumsika baqiyata dhalika alyawmi, kujizuia baki ya siku hiyo. Liannahu yawmun la yasihhu sawmuha fihi, kwa sababu siku hiyo ni siku ambayo la yasihhu sawmuha fihi, haifai kufunga kwake ndani yake. Haifai yeye kufunga ndani ya siku hiyo, hakufai kwake yeye kufunga ndani ya siku ambayo yumo katika hedhi. Likauniha fi awwalihi haidan, kwa kule kuwa kwake katika mwanzo wa hiyo siku ni mwenye hedhi. Walaysat min ahli siyami, na si katika wahusika wafunga. Walaysat min ahli siyami, na si katika wahusika wafunga. Kwa hivyo yeye funga haimuhusu, kwa hivyo hakutomlazimu kulipa au kujizuia baki ya siku. Qala waqad istabahat al-iftar bi'udhrin shar'iyyin, na kwa hakika amehalalisha kula katika mchana wa Ramadhani bi'udhrin shar'iyyin, kwa udhuru wa kisheria. Umehalalika kwa yeye kula katika mchana wa Ramadhani kwa udhuru wa kisheria ambao ni al-haid. Wa idha lam yasih sawmu dhalika al-yawmi, na ikiwa haisihi funga ya siku hiyo. Wa idha lam yasih sawmu dhalika al-yawmi, na ikiwa haisihi funga ya siku hiyo, lam yabqa lilimsaki fihi faidatun, hakutobaki kwa kujizuia ndani yake faida yoyote. Hakutokuwa na faida yoyote kujizuia baki ya hiyo siku. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، نعم سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من أكل أول النهار، yoyote atakayekula mwanzoni mwa mchana, falyakul akhir an-nahar